Hujambo mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Pepele News. Karibu sana kwenye kipindi cha taarifa cha siku ya leo, tukiwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Hivyo tunakuletea habari nyingi kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi nyingine jirani. Kwa hiyo siku ya leo tutakuwa ndani ya Ituri, Mambasa na maeneo mengine mbalimbali ambayo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hali inazidi kuwa mbaya kutokana na vita zinazotokea. Tutazungumzia kuhusu hali ya wanajeshi watatu kuweza kupoteza maisha katika shambulizi lililofanywa na waasi wa CRP, na pia tutaweza kuzungumzia mashambulizi yaliyofanywa dhidi ya vikosi vya wazalendo vikipigana na vikosi vya M23 na kuweza kusababisha hofu na vifo vya wakaaji wa maeneo hayo. Basi baki na Pepele News uweze kupata habari nyingi zaidi. Tuanze habari yetu tukiwa ndani ya Ituri ambako wanajeshi wawili wa FARDC walifariki dunia katika shambulio la waasi wa CRP huko Jugu. Tunaelekea sasa katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Jugu. Wanajeshi wawili wa jeshi la FARDC waliweza kuuawa katika usiku wa kuamkia Jumamosi tarehe 8 mwezi wa 8 baada ya watu wenye silaha kushambulia kituo cha jeshi katika kijiji cha Jukpa kilicho katika eneo la Jugu. Taarifa hiyo imetolewa Jumapili tarehe 9 Agosti, yani leo hii, na vyanzo vya usalama vinavyofuatilia hali katika eneo hilo la Jugu. Kwa mujibu wa taarifa hizo, washambuliaji wanadaiwa kuwa wapiganaji wa Convention pour la Revolution Populaire maarufu kama CRP, kundi linalohusishwa na Thomas Lubanga. Washambuliaji hao walilenga kituo cha kijeshi kilicho karibu kilomita 3 kutoka kituo cha biashara cha Mabanga. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, moja kati ya sababu zinazotajwa kuwa nyuma ya shambulio hilo ilikuwa ni kutafuta silaha pamoja na risasi zilizokuwa katika kituo hicho cha kijeshi. Baada ya shambulio hilo kuanza, mapigano makali yaliripotiwa kati ya wanajeshi wa FARDC na washambuliaji hao. Katika mapigano hayo, wanajeshi wawili wa FARDC walipoteza maisha, wanajeshi wengine watatu waliweza kujeruhiwa vibaya, na kwa mujibu wa taarifa zilizopo, hali yao ilihitaji kuangaliwa kwa haraka na kuweza kupelekwa katika eneo za matibabu ili waweze kupata matibabu. Vyanzo vya usalama vinaeleza kwamba washambuliaji waliweza kuchukua baadhi ya silaha za wanajeshi hao, na baada ya mapigano hayo waliweza kujiondokea zao. Hadi sasa hakuna taarifa ya kina kuhusu idadi ya washambuliaji walioweza kujeruhiwa au kuuawa katika shambulio hilo la Jukpa. Shambulio hili lilitokea siku chache tu baada ya mapigano mengine kati ya FARDC na wapiganaji wanaodaiwa kuwa wa CRP katika eneo la milima ya Ro, pia katika eneo la Jugu. Katika tukio hilo la awali, kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, wapiganaji watatu wa kundi hilo waliuawa wakati wa mapigano hayo. Matukio haya mawili yanaonyesha kwamba hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya Jugu bado ni tete, licha ya juhudi za vyombo vya usalama kudhibiti makundi yenye silaha. Jugu inaendelea kuwa eneo ambayo hofu inaendelea kutanda kutokana na vita hizo. Eneo la Jugu limekuwa kwa muda mrefu moja ya maeneo yanayokabiliwa zaidi na ukosefu wa usalama katika eneo la mkoa wa Kivu. Makundi mbalimbali yenye silaha yamekuwa yakifanya shughuli katika sehemu tofauti za eneo hilo, hali ambayo inaendelea kuleta changamoto kwa vikosi vya usalama na pia kwa raia. Mashambulizi zaidi ya vituo vya jeshi ni miongoni mwa matukio yanayoonyesha kuongeza hali ya wasiwasi kwa wakaaji, hasa pale ambapo washambuliaji wanapofanikiwa kuchukua silaha na risasi. Katika tukio la hivi karibuni huko Jukpa, vifo vya wanajeshi wawili na kujeruhiwa kwa wengine watatu vinaonyesha ukubwa wa mapigano yaliyotokea katika eneo hilo. Kwa sasa taarifa zaidi kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo zinaendelea kufuatiliwa kwa karibu, na utaweza kuzipata endapo zitapatikana. Mamlaka bado hazijatoa taarifa kamili kuhusu hatua zilizochukuliwa baada ya shambulio hilo na kama operation yoyote imeanzishwa dhidi ya washambuliaji hao.
Hata hivyo, wakaaji wa Jugu wanaendelea kutazama kwa karibu hali ya usalama, hasa kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya FARDC na makundi yenye silaha katika eneo mbalimbali za Jugu. Tukio la Jukpa linaongeza kwenye mfululizo wa mapigano yanayoendelea katika eneo la Jugu ambako usalama bado una changamoto kubwa kwa mamlaka na wananchi pia. Kwa sasa taarifa iliyothibitishwa na vyombo vya usalama ni kwamba wanajeshi wawili wa FARDC wameuawa, wengine 3 wamejeruhiwa vibaya. Baadhi ya silaha zao zimeweza kuchukuliwa na washambuliaji hao baada ya shambulio hilo dhidi ya kituo cha jeshi cha Jukpa. Tutaendelea kuwafahamisha taarifa zingine mpya kuhusu hali ya usalama katika Ituri pindi tutakapozipata. Kwa hiyo endelea kuwa nasi ili kufuata mwendelezo wa habari hizo. Tuko ndani ya Ituri huko Mombasa ambako watu 13 wameweza kufariki na watu 14 wanadaiwa kuweza kutekwa katika shambulio linalohusishwa na waasi wa RF. Katika jimbo la Ituri, mashambulizi dhidi ya raia yanaendelea kuripotiwa katika eneo la Mombasa. Shambulio jipya linadaiwa kuhusishwa na wapiganaji wa RF limeweza kuripotiwa Ijumaa tarehe 7 Agosti mwaka huu 2026 katika eneo la Banana Ecole ndani ya eneo la Mombasa, jimbo la Ituri. Kwa mujibu wa taarifa kutoka shirika la kutetea haki za binadamu ambalo linajulikana kama Protection Plus, shambulio hilo liliweza kutokea majira ya saa 1 usiku katika eneo lililo karibu na kilomita 20 kutoka Mombasa Centre ndani ya groupement ya Bapongomo katika sheferi ya Babila Babombe. Taarifa zinaeleza kwamba washambuliaji waliingia katika eneo hilo na kuwashambulia raia. Katika tukio hilo watu kadhaa waliuawa huku sehemu ya kijiji ikichomwa moto. Kwa mujibu wa ufuatiliaji uliofanywa na shirika la Protection Plus, hadi sasa miili ya watu 13 ilikuwa tayari imeshahesabiwa baada ya shambulio hilo. Hata hivyo, shirika hilo linaonya kwamba idadi ya waliopoteza maisha inaweza kuongezeka kutokana na ugumu wa kufikika katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa. Mbali na vifo hivyo, mali pia ziliweza kuporewa na kuharibiwa wakati wa mashambulio hayo. Taarifa hiyo inasema kwamba magari mawili yalichomwa moto na washambuliaji hao, lakini hali haikuishia hapo. Asubuhi ya Jumamosi tarehe 8 Agosti karibu saa 12 za asubuhi, watu wengine wawili walidaiwa kuchukuliwa na washambuliaji hao. Wawili hao wanatajwa kuwa ni wanaume mmoja na pamoja na mke wake. Kwa kuongezwa kwa watu hao wawili, idadi ya watu wanaodaiwa kuchukuliwa mateka katika matukio ya hilo imefika watu 14 kwa mujibu wa Protection Plus. Kwa sasa haijajulikana kwa uhakika walikopelekwa watu hao wala hali yao iko namna gani kwa sasa. Tukio hilo linaibua tena wasiwasi kuhusu usalama wa raia katika maeneo ya Bapongomo na Babombi ambako yamekuwa yakikabiliwa na mashambulizi na utekaji wa watu, uchomaji wa mali na pamoja na kuhama kwa wananchi. Shirika la Protection Plus limekosoa kile ilichokitaja kuwa ni udhaifu katika mfumo wa ulinzi wa raia. Kwa mujibu wa shirika hilo, kumekuwa na tahadhari kadhaa zilizotolewa hapo awali kuhusu uwezekano wa mashambulizi katika maeneo hayo, lakini bado mashambulizi yanaendelea kutokea. Maitre John Musombolwa ambaye ni mwezeshaji wa mtetezi wa haki za binadamu ndani ya Protection Plus amesema wananchi wa Mombasa wanahitaji ulinzi wa kweli na wenye ufanisi badala ya ahadi ambazo hazisaidii kitu na ahadi hizo zikionekana kuwa ni za pekee. Shirika hilo pia limezitaka taasisi za usalama kufanya tathmini ya kina kuhusu namna zinavyotekeleza jukumu lao la kulinda raia. Protection Plus inataka mamlaka za usalama kuchunguza sababu zinazosababisha mashambulizi haya kuendelea kutokea katika groupement za Bapongomo na Babombi. Pia shirika hili
hilo linataka mikakati ya ulinzi wa raia ipitiwe upya na kuboreshwa pale inapobainika kuwa haifanyi kazi ipasavyo. Kwa upande mwingine, shambulio hilo limefanyika katika kipindi ambacho kumekuwa na mfululizo wa matukio ya usalama yanayodaiwa kuhusishwa na waasi wa ADF katika maeneo mbalimbali ya sheferi ya Babila Babombe. Mashambulizi hayo yamekuwa yakisababisha hofu miongoni mwa wananchi na kuhatarisha shughuli za kila siku. Hadi wakati taarifa hii ilikuwa ikiandaliwa, hakuna majibu rasmi ya mamlaka za kitaifa au za jimbo zinazoripotiwa kuweza kutokea wakati wa tukio hilo. Hivyo bado haijajulikana kama hatua maalum zimechukuliwa kufuatia shambulio hilo, pamoja na juhudi zozote zinazofanya kuwatafuta watu 14 waliopotea na kuweza kutekwa na waasi hao. Protection Police imezitaka mamlaka kuweka ulinzi wa raia kuwa kipaumbele, kuchukua hatua za haraka na kuimarisha usalama katika maeneo yaliyo hatarini na kufuatilia washambuliaji wanaodaiwa kuhusika na mashambulio hayo. Shirika hilo pia linataka hatua zichukuliwe ili kuzuia mashambulizi mengine dhidi ya wananchi katika eneo la Mombasa. Kwa sasa hali halisi ya usalama huko Banana Ecole na maeneo yanayozunguka bado inahitaji kufuatiliwa kwa ukaribu. Taarifa ya awali ilizungumzia watu 13 waliouawa, watu 14 wanaodaiwa kutekwa, pamoja na magari mawili kuchomwa moto katika shambulio linalodaiwa kuhusishwa na waasi wa ADF. Hata hivyo, kwa sababu maeneo mengine bado ni magumu kufikiwa, idadi ya waathirika inaweza kubadilika kadiri taarifa zaidi zitakavyopatikana. Tutaendelea kufuatilia taarifa kuhusu hali ya usalama huko Mombasa, pamoja na hatua zinazochukuliwa na mamlaka baada ya shambulio hizo. Hii hapa ni habari ambayo tulikuwa tukikutayarishia. Acha tusonge mbele na habari nyingine. Hapo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha habari Pepele News. Ilikuwa na kuletea habari mingi, tukianza habari za mashambulizi dhidi ya vituo vya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo tuliweza kuletea habari kutoka huko Mombasa, Ituri, ambako hali inazidi kuwa tete kutokana na vita zinazopiganwa dhidi ya vikosi vya wazalendo wanaoshirikiana na FARDC dhidi ya vikosi vya M23. Hizo zote zilikuwa ni taarifa ambazo tulikuwa tunataka kufikishia kwa siku ya leo. Basi Pepele News itaendelea kuletea habari nyingine endapo zitakapopatikana. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuwa nasi kwenye channel yetu hii, usisahau kuweza kubonyeza kitufe cha subscribe, na pia kuweza kulike na kucomment utujuze unatufuata ukiwa wapi. Pia unaweza kushare video hii kwa ndugu na jamaa na marafiki ili waweze kupata habari zetu kwa muda muafaka. Basi acha kutukutanane wakati mwingine.